aliyeongezewa na yeye wa pekee. Haleluya. Wakafocus sasa kumsikiliza Yesu Kristo anasema nini, kwa sababu wameambiwa wamsikilize yeye. Haleluya. Naye Yesu Kristo kwa sababu amesema amekuja kwa wale wote ili awape uzima wa milele watakao muamini. Haleluya. Amekuja kufanya kazi ya Baba ili watu watakao muamini wapewe uzima wa milele. Haleluya. Nasi tumeambiwa basi yule anayesikia maneno yake akisema Yesu Kristo na yule atakayeamini vile amesema, basi anafananishwa na mjenzi anayejenga msingi wake kwenye mwamba. Haleluya. Na akasema basi ukiwa umejenga kwenye mwamba usijali. Haleluya. Hello. Hiyo nyumba imejengwa kwenye mwamba, isijali. Kwa sababu karika zitakuja. Sije kwa yule ambao amejenga kwenye mwamba na yule amejenga kwenye udongo, kwenye mchanga. Si ati umejenga kwa mwamba zitakuja. Hello. Sio kweli? Akasema umejenga kwenye mwamba, basi gharika itapita kando, upepo utapita kando, hali yote itapita. Hapana, itapita hapo hapo. Haleluya. Itapita hapo hapo. Lakini kile kitu kitakacho kuokoa ni kwa sababu imani yako umeijenga ikashikana na mwamba. Hiyo hali ikija inakuta hii kwa dhabiti, haiwezi kuguswa. Haleluya. Halo. Nakuja pole pole. Wajua ni kujenga imani. Haleluya. Kwa sababu hapa ulimwengu kuna imani potofu. Haleluya. Kuna imani ambayo yaonekana ina watu wengi sana, kwa sababu haijafikia kiwango cha kufika kwenye mwamba ambao kumtambua. Halo. Lazima imani imtambue huyu mwenye kila kitu. Lazima imani imtambue huyu mwenye uwezo, si kweli? Kwani kufikisha pale si kufikisha kwa yule mwenye uwezo. Kufikisha kwa yule mwenye nguvu. Kufikisha kwa yule ambaye akikushika mkononi hakuna awezaye kuondoa kwake. Amen. Hapo umejengeka. Haleluya. Lakini ziko imani nyingi. Haleluya. Hata zilifanya Paulo akawaandikia Wagalatia kwa sababu walikuwa wameanza kukumbushia. Walianza vizuri, wanamalizia katika. Walianza vizuri kwa sababu gani? Kwa sababu kunao msukumo wa kuangalia mambo ya kibinadamu. Kwa sababu wewe ni sehemu ya binadamu. Sasa ubinadamu lazima unakuvutia kwa ubinadamu. Na mambo ya kibinadamu ni mazuri. Halo. Kwani unataka kwenda visa kwenda kutoka kwa nyanya? Halo. Nasi wewe kwani unataka mambo mazuri? Lakini Yesu akasema tafuteni ufalme, na huyu mfalme mtajua ndani ya ufalme yale mambo mazuri ya wana wa Mungu. Amen. Halo. Unajua kwa sababu gani? Mwana wa Mungu unapopewa jibuta itumia vibaya. Sio kama ndiko utatumia vibaya. Sio na usiku mwenye busara siko ndani yako. Mwenye kukontrol siko ndani yako. Haleluya. Sio unatumia vizuri. Utatumia kwa wema. Haleluya. Basi wana wa Mungu wale wamesikia sauti ya Yesu Kristo aliposema yeye ndio njia, kweli na uzima, na yeye ndio ufufuo, wakaamini kweli bila amesema, kwa sababu alidhihirisha kwamba kweli yeye ndio ufufuo. Akadhibitisha waziwazi ile siku ya tatu aliposema ikatimia waziwazi, akafufuka akawa hai. Haleluya. Basi wana wa Mungu wakaamini ni kweli, na akasema basi atakayeamini atapewa uwezo afanyike mwana wa Mungu. Haleluya. Mwana wa Mungu. Amen. Sasa kukipewa, utakapomwamini Yesu Kristo utafanyika kuwa mwana wa Mungu. Tunapoangalia huyu mwana wa Mungu ilikuwa namna
tunaye mzaliwa wa kwanza ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo. Alipitia mawimbi ama hakupitia? Alipitia mawimbi yote. Yalitoboa ama hayakutoboa? Si alishindwa? Si mawimbi aliyapitia? Hata akasema, ikabidi aseme mwenyewe, na utoa uhai wangu siku ya tatu nitauchukua tena. Potelea mbali haya mawimbi yaje yasije, haijalishi vile nimesema ndivyo itakavyokuwa. Si ni kweli? Alitoboa. Si ni kweli? Na wewe ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kwa hiyo mawimbi lazima upite ya kupitia. Lazima ya kujaribu. Lakini Mungu ni mzuri, anasema hawezi kuletea jaribu zaidi ya kiwango cha imani yako. Atakuleta signs ili unapopita pale una sababu ya kusema Bwana umeniwezesha. Haleluya. Ndiposa anakuletea size. Usione nimekuja kujaribu, alikuzidi hiyo ni size yako Bwana. Na size yako sio size yangu. Size yako ni yako. Yangu ni yangu. Haleluya. Usiangalie mbona hii kidogo. Hiyo wewe unaona ni kidogo, lakini kwake ni size yake. Ndiye nasema basi tusihukumiane, tusihukumu. Wachana nayo, hilo ni jaribu lake, akalishinda. Kwa sababu mwenye ushindi yuko naye. Haleluya. Halo, sisi ni wana wa Mungu. Haleluya. Vile vile Bwana wetu Yesu Kristo alisema anatutetea sisi. Ikija jaribu ambayo inakuja, yeye ni mtetezi akutengenezee njia. Haleluya. Hello. Alijua utakuja karibu. Utakuja upepo. Haijalishi kwa nini. Kwa kukosa fedha, upepo, kwa kukosa kazi. Yaani hali zote ambazo zinaweza kuletea msukumo isikutoe kwenye imani ya kumwamini Yesu Kristo. Hello. Yaambia wewe njoo. Lakini iko njia. Haleluya. Leo umekuja iko njia pia ya kuendelea na kweli. Ni kweli. Haitabaki hapo, kwani tabaki hapo na kwani ni kwako. Haleluya. Hapo si ni kwako. Amen. Na wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo tusihofu katika maisha. Haleluya. Amen. Tusihofu, isitutie shaka. Tuondoe kwenye ule msingi ambao tumewekewa, ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo. Tumemjua Mungu wa kweli. Hello. Bila tumemjua Mungu wa kweli, tukaamini huyu Mungu wa kweli, akatufanya tuwe watoto wake, warithi katika ufalme wake. Haleluya. Si kubahatisha, tumemjua Mungu tunaye. Tuko na uhakika kwa sababu yeye amedhihirisha waziwazi kwamba anachokisema ni kweli, kinatimia. Kwa hiyo tukamwamini na moyo wetu wote. Na tulipomwamini akatufanya tuwe watoto wake. Akatufanya tuwe warithi wake. Na akasema basi tusiogope tena. Kwa sababu ametupa ufalme. Haleluya. Na ndani ya ufalme, wajua akasema sana. Sema nimewapa funguo. Hello. Nimewapa funguo. Kwa funguo tumepewa mamlaka. Tumepewa uwezo. Tumepewa funguo na uwezo. Sasa huu uwezo ametupa Bwana wetu Yesu Kristo. Akasema hivi basi, hapa duniani ndio kuna misukosuko, kuna vile amesema magarika, kuna mawimbi, kuna hali zote zitakuja. Akasema nimewapa funguo. Mnachofungua hapa na mnachokifunga hapa. Haleluya. Wana wa Mungu tuwe werevu. Amen. We have to be smart. Because we are from smart God who knows everything. Na watoto wake anawapatia hii. Anasema basi nimewapa funguo ya kufungua kile mnachohitaji hapa duniani ili kifunguliwe kule kiweze kuja. Haleluya. Haijalishi itakuwa nini, wewe fungua. Halo. Garika limekuja lifungulia iende zake. Halo, si nimekupima nifungulie iende. Ndiye pita tu. Kuona wewe pita iende zake. Wewe bado uko na imani umeshikilia. Haleluya. Haijalishi ni ukosefu wa nini. Ambia ukosefu huu umekuja ili nisonge karibu na Mungu wangu, nione nguvu zake akinitendea. Amen.
si bure, inakuja ili kudhibitishia kwamba uko naye, kwa sababu imani yako haijajengwa juu ya misingi ya wanadamu, hata haijajengwa juu ya misingi ya nabii. Wengine wanajenga kwa nini? Ati nabii akasema. Sasa usikie ile amesema, utabakia pale akasema. Kasu angalia amesema nini? Ila amesema ndio yako, kwa sababu huo ndio ujumbe umekuja kwako. Ukasema akasema. Amesema nini jamani? Amesema mtizame huyu mwana kondoo aondoaye dhambi za ulimwengu. Sasa mimi nikibaki na Biblia sasa sinaenda kwa yule ambaye amesema kitu. Hello. Sisi kweli ndio maana wale walikuwa wanafunzi wa Yohana wakaenda kwa Yesu Kristo. Sasa si nabii amesema huyo ndiye aondoaye dhambi za ulimwengu. Sasa mimi nitabakia kwa nabii nafanya nini? Hello, utabakia hapo ukifanya nini? Na ashakwambia huyu ndiye aondoaye dhambi za ulimwengu, sinaenda kwake aondoe dhambi zangu, mimi ndio mmoja wapo. Utabaki pale tena. Utabaki pale. Haya. Basi wengine wamebaki kwa wanadamu. Wakibaki kwa wanadamu wanafundishwa mambo ya kibinadamu. Na mambo ya kibinadamu yanabakia hapa na ubinadamu wake. Haya. Mambo ya kiungu yanabakia kwa Mungu mwenyewe, na wewe unakuwa ni sehemu ya Mungu. Amen. Haya. Si mambo mengi. Ndio maana waaminio wa Bwana wetu Yesu Kristo, we are believers. We are past Christianity. Kama Yesu alipokuja akasema naye zaidi ya nabii yuko hapa. Haleluya. Nabii lakini ni zaidi yake. Sisi ni Wakristo lakini zaidi ya Ukristo ni waamini. Haleluya. Wale ambao wanaamini huyu Kristo bila amesema. Wewe ukibaki na Ukristo wako utabaki kwenye madhehebu. Haleluya. Na ukibaki kwenye madhehebu, Yesu Kristo yuko nje. Hello. Yuko nje, anabisha bado. Anabisha mbibi itafunguliwa, angashafunguliwa nje tayari. Sisi wana wa Mungu ni wana ambao wanaamini vile Mungu amesema. Haleluya. Na wana wa Mungu vile wanaamini Mungu amesema, hawawezi kutikisika tena. Imani yao imeshika na imenata kwenye mwamba. Haijalishi kuwe na mafundisho zaidi, watayaangalia watasema haya ni ya kiubinadamu. Na kwa sababu mimi ni binadamu ambao nimejengwa imani yangu kwenye msingi ambao ni Bwana wangu Yesu Kristo, nitaacha ipite. Hainiondoi, haiwezi kukuondoa. Haijalishi imani ije ya kivipi. Haleluya. Hello. Wapo sasa hata ite mambo kutoka juu hapa ni. Hello. Soma tunaona kwa TV kwa nini tunaziona jamani? Yesu akasema sio wote. Hiyo simalizi. Sio wao nasema nilifanya ABC ndio ulifanya. Ni kumaanisha hilo jina lilikuwa na nguvu, linatenda kazi, lakini wewe je? Haleluya. Wewe uliyetenda, je, ulikuwa umeweka msingi wa imani yako wapi? Ukiwa uliweka msingi wa imani yako kwa vitu vinavyoonekana, uliweka imani yako kwa ishara na miujiza, uliweka imani yako kwa mambo yanayotendeka, hatari kunayo. Haleluya. Anataka mtu aweke imani kwa huyu mtenda kazi, huyu anayefanya mambo yafanyike, sio kwa matokeo. Huyu mtenda ili matokeo yaonekane. Naye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Sina kweli wa mama. Hello. Mmepata kusikia kwamba njooni msikie injili ya wokovu. Njooni msikie injili ya uzima wa milele. Unayosikia inayotangazwa, njooni mpate muujiza. Njooni wala mlali usiku
ili muweze kulala, kwa sababu mapepo yako. Hawakutangazii nguvu za huyu mwenye kufanya hayo mapepo yaondoke, ya huyu mwenye kufanya magonjwa yaondoke, mwenye kufanya miujiza. Sasa ipi muhimu? Si muhimu umjue huyu mwenye kufanya mambo haya yaweze kufanyika. Ndio maana Mungu anasikia vibaya ukishika matokeo, usishike huyu mwenye kufanya matokeo ya wewe. Haleluya. Ndio anasema wamepewa wahubiri wao, ni kweli. Kwa sababu kila sehemu lazima ipewe nguvu zake za kufanya. Ili kwa sababu Mungu ni wa kweli, akifanya kweli yake ijulikane ni kweli, ni kweli. Unajua God is a righteous God. Yaani ni wa haki kabisa. Kila mtu atapewa haki yake sawa sawa. Wewe uliofanya ukafanya watu wanaanguka, wataanguka, kweli utafika pale kwake. Ikiwa hukujenga imani yako kwa msingi, utaenda na hiyo hali yako. Na wale walijenga imani yao kwa msingi ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo, hilo ndilo jiwe la pembeni, ambao hata wale wajenzi walijaribu kulisukuma, wanaweka kando, mpaka wakiangalia wanasema kumbe limefiti. Na hii kona kweli limefiti. Ndio wajenzi wazuri akaangalia kwa kona kule, akasema hapo limefiti kabisa. Hadi anaangalia kule, anaangalia akileta spirit leo, akiangalia akasema ile jiwe la tosha. Naye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Haijalishi umweke wapi, yeye yatosha. Ukimweka maishani mwako, yeye anatosha. Ukimweka ikiwa ndio tumaini lako, yeye anatosha. Ukimweka yeye ndio ngome yako, yeye anatosha. Anakulinda, anafanya provision katika maisha yako. Haleluya. Haijalishi kuwe vipi, anakwambia hata hapa usiogope, mimi nitakutengenezea njia. Haleluya. Anasema kile wanadamu wanaogopa, wewe si mwanadamu tena, wewe ni mwana wa Mungu, nitakutengenezea. Haleluya. That's the God. Huyo Mungu anayetupenda, ni Mungu anayetujua. Haleluya. Ndiposa akasema basi natuzungumza. Haleluya. Just imagine how good is that God. Yaani Mungu anasema tuzungumza. Japokuwa dhambi zako ni nyekundu kama damu, tasafisha na ondoe kabisa. Haleluya. Haijalishi unahitaji nini, ni Mungu ambao anatengeza njia. Haleluya. Basi hapo ndipo tumeweka imani yetu kwake Yesu Kristo. Haijalishi kuwe namna gani, ndio mawimbi yatakuja, haijalishi siaje, lakini ninaye Mwokozi. Haleluya. Ninaye Mwokozi maishani mwako. Si ni kweli? Kwani hata nilipokuwa kwenye chombo, si mawimbi yalikuja? Haleluya. Si alipiga kile chombo kama yako piga. Si alitandika. Na si alikuwa yuko pale ndani. Lakini kwani walikufa? Hawakufa, lakini mawimbi yaliwapata. Kila hali iliwapitia, lakini wakawa salama. Haleluya. Nao ukiwa na Yesu Kristo, haijalishi mawimbi yatakuja, magonjwa yatakuja, lakini yakija kuna yule mwenye uwezo kumwambia njoo pole pole. Haleluya. Njoo pole pole. Tulia ama yaondoe kabisa, mambo yake yaishi. Haleluya. Hello. Lazima majaribu hiyo ni bayona iko. Kwa sababu unajua kwa sababu gani? Kwa sababu bado tuna mwili wa ulimwengu, mwili wa mambo yake ya kiulimwengu. Haleluya. Na anapokuja yanatupiga katika imani, lakini ukikuta imani iko more stronger than the body. Hello. Imani kwa Yesu Kristo iwe stronger kuliko mambo yote. Haijalishi yake yakiangalia. Unajua, acha niwaambie, unajua vita kwanza katika roho. Hello. Mambo yote yanaanzia in the spirit. War is in the spirit. Sasa mwili wako ndio manifestation ya ile mambo ambayo yanaendelea. Haleluya. Yanakapcha kule. Na Mungu wetu ni roho. Kuna mwingine hata anatandikanga huko na malizana na wasio mnaamka. Lakini wajenge kulemea kabisa, lakini amedili nayo. Ikitokezea hata haina nguvu, unaenda nayo kazi. Kwani masemaji? Kwani hakuna siku kama umelala vibaya alafu kama asubuhi unajinyoosha hivyo kaona unafuka inazaa. Kwani si inatokea?
Kwa fikiri nani amepigana? Sio Mungu ndiye amepigana katika roho. Mezitandika huko akamalizana na akasema hapo hiyo size tosha atatembea na. Sio kweli? Haleluya. Kwa nini? Si kuna watu Mungu anawatetea. Wengine hata ambao ilikuwa istahili hata uweze kufika hiyo umri ambao umefika. Lakini umefika. Yes. Kwa fikiri Paulo akisema akiona akasema huu mwiba jameni. Haya. Mali nimefikia haya. Niondolee. Mungu akasema hiyo mwiba nimekupatia lakini neema yangu inatosha. Kwa sababu nikikutolea kabisa utaingia kiburi. Kuna mambo mengine mtu anapewa, Mungu anakuachia ili uwe ukimkumbuka kila wakati, usije ukaingia kiburi. Ni hamjaona wachungaji wako na kiburi. Sasa Mungu ambaye amekupenda anakupatia handbrake yako. Anakupatia yeye sio barabara tunasema speed governor. Anakupatia control ya maisha ambayo unaishi. Haleluya. Anakupatia kiasi. Kuna wengine anasema you na survive naye. My grace is sufficient. Haijalisha itakumaliza, haikumalizi utatembea nayo. Haleluya. Hiyo uko nayo ya kudhihirisha mimi nina uwezo katika hiyo condition na usurvive na uwe better kuliko vile ungekuwa hauna. Hello, is God. Ndio maana kaitwa Mungu. Haleluya. Basi hali kidogo zinakutia wasiwasi, unakuta mtu anaomba Mungu umenisahau. Umeniacha, akuache. Yaani Mungu akusahau, akuache. Sure. Hawezi kukusahau. Unaona unajifanya unajisahaulisha tu unasema hiyo condition umefika ni ya kumshukuru Mungu. Kusema nao bila umenifikisha hapo ninajua Bwana wewe unaweza. Bila nimefika katika hiyo condition najua inawezekana kwa sababu wewe unaniwezesha. Wewe utanitoa. Yaani utafanya nipite katika hii hali. Kama nimeipata hii hali najua umenitengenezea njia. Sio hapo ndio umekwama. Hapo ni mwanzo wa safari yako katika nguvu za Mungu. Hello. Sina kweli. Kwani Musa alipofika kwenye bahari ya Shamu, silikuwa ni mwanzo sasa wa nguvu za Mungu zikitenda kazi, akiwa shahidi akishuhudia. Kwa hiyo tumefika leo mwisho. Mungu alikuwa amesema nchi ya hali. Kwa hiyo hii ni njia tu. Hii ni hali tu. Hii ni encounters tu katika barabara. Hii ni encounter kukujenga wewe imani. Wapi imani itajengwa vipi? Haleluya. Sasa kama mambo yatokea jamani ya kutujenga imani. Usilalamike, iwe inatujenga imani ili tuwe na kumbukumbu, tuwe na jambo la kuzungumza nalo. Mungu anakuwekea jambo la kuzungumza nalo unaona ni mzigo. Mungu anakutayarishia mambo ya kuweza kuzungumza nalo. Unaweza kusema imekuwa hivi nikawa hivi. Huyu Mungu mwenye kutenda ni Mungu wa ajabu, achana na. Haleluya. Wana wa Mungu wana kumbukumbu zile wanatendewa na baba yao. Sio kweli? Lord, wana wamejengwa imani ya kumwamini baba yetu. Na kwa sababu yeye ni baba. Hello, na kuna baba ambao wanajua shughuli za baba bila kujali watoto wake na familia. Sasa yeye ni baba yetu, anatujali katika maisha yetu. Hajalishi tunayoona ugumu, lakini hapo anatengeza njia. Hapo katika ugumu anatengeza njia. Kwa sababu anajua huwezi, anakutetea. Haleluya. Ndio maana kawa ni Mungu mtetezi wetu. Amen. Ni Mungu anayetupigania. Kwa sababu anajua vita viko. Haleluya. Anasema basi simama, kuwa jasiri, kuwa hodari. Kwa sababu unakuwa hodari, kuna Mungu unayemtegemea. Si bure. Haleluya. Kuna Mungu mwenye uwezo ambao tunamtegemea. Haijalishi nataka kuondoka, nataka kwenda mahali, nasema Bwana nitangulie. Hello. Tangulia basi. Na kutangulia anatengeza njia unapita. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo Bwana wa Mungu usihofu. Je, imani yetu tuko nayo? Ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Gharika ikija hatuogopi.
Hofu ikija hatuogopi, kwa sababu tumejengwa kwenye msingi imara ambao ni mwamba imara, Bwana wetu Yesu Kristo. Haijalishi kuwa vipi, hatuko kwenye mchanga. Kwani umejengwa kwenye msingi utaanguka kweli? Wacha wale wenye kuanguka na kuamka, kuanguka na kuamka, kuanguka na kuamka, kwa sababu hajafika kwenye msingi. Kwa hiyo ndio maana our message is good news. Ni habari njema, habari nzuri kwamba ukijengeka katika msingi wa Bwana wetu Yesu Kristo hauna hofu tena ya maisha, kwa sababu kuna mahali umetegemea. Haleluya. Bwana wabariki sana. Amen. Haleluya. Tusimame tupatie one more worship.